Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwa channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndio channel pekee inakuletea habari za ukweli, tena kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujisajili ama kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata na kuzisoma. Naam, bila tatizo, acha tukuletee yale ambayo tumekuandalia jioni ya leo. Mimi ama sisi ni Kongo Yetu News TV. Letu ni hilo, kukujulisha yale yanayoendelea kuripotiwa hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujisajili ama kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo, usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo na alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Leo hii ni tarehe 27 mwezi ni wa 6 mwaka ni 2025. Bila kuponda muda, habari zetu tutazianzia huku Washington. Ni habari ambazo zilikuwa zimetarajiwa kwa hamu. Wengi wanatarajia kujua, je, mikataba ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikisimamiwa na Marekani itasainiwa? Na katika mikataba hiyo ambayo itasainiwa, ni kipi ambacho kilichowekwa kwenye meza ili waweze kusaini mikataba hiyo? Hayo yote ndiyo nataka nikuelezee, kama vile ilikuwa imetarajiwa mnamo leo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2027, ya kwamba hapo Washington kutakuwa na kikao kati ya Rwanda na Kongo ya kusaini mikataba saa 7 leo huko Washington, ambayo ni saa 12 za Kinshasa. Kwa sasa mitandao ya kijamii masaa yaliyopita machache ilikuwa wakishuhudia mikataba mikataba ambayo itakayosainiwa kati ya jeshi ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya Rwanda ikiongozwa na Marekani. Katika mikataba hii, la muhimu moja ambalo tutakaloligusia leo ni kuwa, kama vile imetangazwa kuwa mikataba hii kutakuwa kutolewa kwa jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yatangaza wazi leo Ijumaa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 na kusema ya kwamba katika mikataba yenye imewekwa sahihi leo huko Washington DC, kuna kuondoka kwa jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kongo yathibitisha kuwa leo hii katika mikataba iliyosainiwa kuna ile jambo la maana ambapo lisemalo jeshi la Rwanda RDF watatolewa kwenye udongo wa Kongo. Sherehe ya kusaini mikataba ya amani ya amani ya nchi kati ya nchi ya Kongo na Rwanda imefanyika saa 7 za huko Washington, ikiwa saa 12 masaa ya Kinshasa. Kwa sasa wajumbe wa nchi hizo mbili, Rwanda na Kongo, wameweza kuwasili Washington ili waweze kuweka sahihi kwenye mikataba hiyo ambayo ilikuwa imengojewa kwa hamu na Wakongomani wengi.
Presidency ya Kongo yathibitisha kuwa mikataba ya leo inalenga kutolewa kwa jeshi la Rwanda nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bila sharti ingine yoyote, bila ombi lingine lolote. Hapo watowe wanajeshi wa Rwanda hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bila shaka, kabla niendelee na habari hizi, acha nikuombe kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi kwenye channel hii, uweze kujisajili ama kujiandikisha ili ukuwe mwanamemba. Kujiandikisha ni rahisi, haina gharama, haina malipo. Unabonyeza tu button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo, usisahau jambo la maana, bonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Naam. Kwa hivyo, nchi ya Jamhuri imeibukana ushindi wa kisheria na kidiplomasia katika historia ya Kongo na Rwanda. Hayo ndiyo yanaendelea kuripotiwa kuwa baada ya kusaini mikataba hii, ushindi uko upande wa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na hii ni ushindi wa kwanza wa kisheria na kidiplomasia kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. La Cour africaine des droits de l'homme, mahakama ya Kiafrika ya haki ya binadamu, imetupilia mbali madai yote ya Kigali. Kigali ilikuwa na madai yake yote, lakini mahakama ya Afrika imeweza kutupilia madai hayo yote mbali. Sherehe hii imeongozwa na Secretary Americain Marco Rubio. Marekani yafurahishwa na hatua hii ambayo nchi mbili zimeweza kupiga na kusaini mikataba. Presidency ya Kongo inaomba utulivu kwa raia, waandishi wa habari na wanasiasa wote wawe na utulivu. Sasa kuna maswali, na tukiutoa swali tunahitaji maoni yako tafadhali. Imesemekana ya kwamba mikataba ambayo imesainiwa ni mikataba ambayo ya kusema ya kwamba jeshi la Rwanda ambalo liko Kongo litoke. Rwanda ilikuwa ikikanusha madai ya kwamba hakuna jeshi la Rwanda hapo Kongo. Lakini ukiona hii mikutano ambayo inaendelea ikilenga Rwanda na Kongo, kumaanisha kuna kitu. Na kwa sasa kama jeshi la Rwanda litatoka hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kurejea Rwanda, je, jeshi la Rwanda litaenda kwao Rwanda? Na katika AFC kuna jeshi la M23 ambao ni Wakongomani, mkiwemo kiongozi mkuu Sultani Makenga aliyekuwa askari wa FARDC. Kuna bwana Bisimwa Bertrand, kiongozi wa AFC. Kuna Colonel Nanga, kuna General Biamungu, kuna General Sematama Chazi, ambapo wako kwenye kundi hili la AFC M23 Twirwaneho. Je, wataenda wapi? Watafuata jeshi la Rwanda? Watabaki kama AFC? Watabaki kama nani? Maoni yako wewe, maoni yako ni yapi kuhusu changamoto hii ambayo itawakumba hawa watu wa AFC ambapo walikuwa wamechanganya na jeshi la Rwanda na bado wao ni Wakongomani? Je, wanahitaji msamaha kwa Wakongomani ili tuweze kusema ya kwamba Nanga tumekusamehe, Biamungu tumekusamehe, Bertrand Bisimwa tumekusamehe, Michel Bwami tumekusamehe, Birato tumekusamehe,
Jenerali Matama, tumekusamehe pamoja na jeshi lako, tumekusamehe la wakongomani wa Kinyamlenge. Je, hayo yote yatakuwaje? Naomba maoni yako tafadhali kwa heshima zako. Sisi ni Kongo Yetu News TV. Lengo letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kutakia kila laheri kwa chochote unachokifanya. Asante sana na kutakia wikendi njema.